Karibu katika episodi ya 9 recap yetu. Kumbuka kwamba tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 8 ni mara baada ya kumshuhudia bwana mdogo akikiri wazi kwamba walipewa masharti magumu sana ili wawe maarufu. Kwanza walikuwa wanakunywa damu za watu, lakini pia walikuwa wanakula nyama, na ili waendelee kung'aa katika tasnia yao ya uimbaji walitakiwa kufanya hivyo kila siku. Na Mwamba Young Mo kwa huruma sana akamwahidi bwana mdogo kwamba atamsaidia. Baada ya hapo Mwamba Young Mo akarudi tena katika raundi ya pili ya kuendelea kushuti tangazo lake, na lilienda vizuri kabisa. Na hili tangazo lilipokuwa limeweza kushutiwa, Mwamba Young Mo alipata deals nyingi sana, kwani tangazo lake lilitapakaa kila sehemu, mastendi huko katika mitandao ya kijamii, na watoto wa kike walimuelewa sana Mwamba. Lakini hii furaha na umaarufu wao haukudumu sana, kwani zile pipi ambazo zilikuwa zinatangazwa katika ile tangazo la Mwamba Young Mo zilikuwa na matatizo mengi, kwani kila aliyekuwa nakula ni kama alikuwa anapitia matatizo fulani ya fahamu. Na kumbe mtu aliyekuwa nyuma ya pazia, lile tangazo lilikuwa limeandaliwa na Mwamba makamu wa rais Joe, na ndiye alikuwa amezuga kana kwamba amekuja kwa jina la kampuni nyingine. Kumbe alikuwa na mpango wa kumharibia Mwamba Young Mo. Tena Meyoshini akajitokeza mbele za watu akasema kwamba Young Mo ndo alimshawishi waweze kuandaa lile tangazo na kuanza kuziuza hizo pipi, watumie umaarufu wake ili kuweza kuwaharibu watu. Akaanza kuomba radhi kwa raia. Alichokifanya Young Mo ni kuanza kutembelea mahospitali yote ambapo kuna wagonjwa ambao wamepata madhara, na kila akiwatazama macho yao aligundua kwamba hawa walikuwa wamerogwa, kuna uchawi umetumika. Sasa kwa kuwa Mwamba Young Mo ana mkataba na yule malaika wa kuzimu, akawa anamwambia kwamba inaonekana mtu aliyetumika hapo kufanya huo uchawi ni mkuu wa mashetani. Na Mwamba Young Mo akajitahidi sana kupiga maombi, lakini kila akiomba anashangaa mambo hayatiki, yani wale watu hawaponi kabisa. Kumbe bana ni yale matukio ya yeye kunywa pombe, kumsaliti Mungu, lakini mbaya kushirikiana na ulimwengu wa kuzimu. Na Mwamba akajikuta hana namna yoyote ile zaidi ya kwenda kumtafuta Mwamba Jouni ili kwenda kumwomba awasaidie wale wagonjwa wasiteseke namna ile. Lakini Jouni akasema nilijua tu utakuja kwa sababu sasa hivi una nguvu tena wewe. Joe akasema ndio naweza nikawaponya wale watu, lakini nataka wewe uondoke katika ulimwengu huu haraka sana, yani ujiue kibidi. Hauwezi kuamini, Mwamba alikuwa hopeless kiasi cha kujifungia tu ndani. Wakati huo bidada Kim alikuja kumtembelea kwa sababu jamaa amejifungia hajataka kutoka siku kama 2 hivi. Na bidada Kim alihapa kumsaidia Mwamba Young Mo, akasema kwamba hana sababu ya kuendelea kujifungia ndani, hata kama ana mawazo ya kutaka kujiua basi asiwaze kabisa, kwa sababu bidada Kim atahakikisha kwamba anakwenda kumsafisha jamaa. Lakini Mwamba akashtuka kwamba bidada Kim kama ataendelea kujihusisha na issue, huenda itakuja kumkuta jambo baya sana, kwa sababu yule shetani akijua tena wana mahusiano hao wawili atakwenda kumsabaratisha mazima bidada. Ikabidi Mwamba Young Mo ajifanye mkali na kuanza kumfokea bidada. Kwa nini unapenda kujiingiza katika mambo yangu? Naomba achana na mimi kabisa. Sitaki kabisa kujiingiza katika skendo mbaya na wewe. Ondoka hapa. Unajua mpaka yule malaika mtoa roho alipoweza kuona tukio kama hili akamtazama bidada kwamba bidada ataona aibu, lakini bidada akasema mimi sijali chochote kile, ndamsaidia tu. Hasa huku mtaalamu Joe ambaye ni shetani kamili alikuwa anazidi bado kuendelea kufanya kazi yake na kuwapanda watu mbalimbali ambao wakaanza kurusha shutuma mbalimbali kwa yule Mwamba Young Mo. Na sasa alimwandaa mzee mmoja aandae jambo moja baya sana, kwamba Mwamba Young Mo alikuwa na mtindo wa kutongoza watoto wa kike katika kikundi chake, na wengine alikuwa anawalazimisha kulala nao. Watu wengine ambao walikuwa wamefanya makosa, mfano kama labda kuwasukuma wenzao mpaka wakaanguka katika magorofa, wakasema kwamba Mwamba Young Mo ndiye alikuwa anawaambia wafanye matukio hayo. Yaani ukisikia Young Mo awamu hii alichafuliwa, sijui hata kwa kuponea patakuwa wapi, kwani tuhuma zilikuwa nyingi mpaka mtu kukimbia na kwa ngumu kabisa. Sasa huku mheshimiwa rais wa kampuni amechoka, kila anapolala na kuamka mafanikio yakianza tu kuja, Mwamba Young Mo lazima aharibu jambo. Akawa anawaza, yani alimpendaga sana Mwamba Young Mo, lakini awamu hii hakuwa na namna yoyote zaidi ya kumtimua Mwamba katika ile kundi. Akaona kwamba huyu sasa ni hasara tu. Lakini bidada Kim alipopata taarifa kwamba Mwamba Young Mo ametimuliwa katika hii lebo, akamfuata rais akasema kwamba naomba mumpe jamaa nafasi ya mwisho. Na bidada akasema nahisi kuna mtu yuko nyuma ya pazia katika lengo la kumchafua Mwamba Young Mo. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunapambana na hili jambo, kuhakikisha ukweli unakwenda kudhihirika, tusifanye maamuzi haraka ya kumtimua mtu. Hasa mjamaa akaona kwamba masuala ya kuingilia issue za kibinadamu hizi yanampotezea muda. Kwanza akaanza kushinda katika library kutafuta kitabu namna ya kuweza kuwateketeza mashetani, kwa sababu ameambiwa ateketeze mashetani 5. Akifanikiwa kuwateketeza hao, basi moja kwa moja atarudishiwa umbile lake la kimalaika. Kwa hiyo jamaa anataka kurudi kuwa malaika. Issue za kibinadamu ni nyingi, kila siku visa tu. Lakini sisi tuliwaambia bana, dunia hii ngumu hii, mpaka malaika mwenyewe ameona hapana, noma kabisa, rudi tu kwenye umalaika ambako visa vyake ni vya yeye na shetani, kila siku mapambano. Na jamaa alikuja kugundua kwamba katika kitabu kuna silaha moja inaitwa Dynamite. Hii silaha ina uwezo wa kuua mashetani maelfu na maelfu. Kwa silaha hii hata yule mfalme wa mashetani atashindwa. Na jamaa akawa anawaza, nitaweza kweli kumshambulia yule mkuu wa mashetani? Kwa sababu amewahi kuniambia kwamba sina nguvu, na sababu ya kusema sina nguvu alisema ni kwa sababu
sababu nimeanza kupata hisia kwa bidada Hakim. Lakini mimi mbona sina hisia na binadamu yeyote yule? Mimi nashangaa ananiambia kwamba nina hisia na bidada Hakim. Na mkuu wa mashetani aliongea wazi kabisa, ulielekeza akili yako yote kwa bidada Hakim ukasahau kabisa kumtumikia Mungu, ndio maana hauna nguvu za kiroho hata kidogo. Mapenzi yamekupomza. Hasa yule malaika wa kuzimu ambaye amekula sambamba kabisa na mwamba Young Mo akawa anamwambia, kama unataka kujiondoa katika hicho kifungo cha bidada Hakim, unatakiwa kuweza kumuua na ile silaha ambayo nilikukabidhi mwanzoni, kisu cha mbao. Na huyu malaika wa kuzimu akasema, hata hivyo ukimuua bidada atakuja kuzaliwa tena. Atakapokuja kuzaliwa atakuja kukutana na Young Mo wa kweli kama kawaida. Kwa hiyo itakuwa ni hatima yake, wala usihofu, kamuue. Na mwamba aliposikia kwamba bidada anatakiwa kuuliwa, kwanza alimtazama huyu malaika vizuri, akasema, na kuonya usije ukasubutu yule mwanamke kumtoa roho yake hata mara moja, ndakufanya kitu mbaya wewe. Basi mshikaji hakuwa na mambo mengi, lakini wakati anaondoka akasimama mlangoni akasema, ukumbuke masharti ambayo tulikupatia, ulete mashetani 5 na umuue yule mkuu wa mashetani. Baada ya hapo tutakurudishia uwezo wako wewe kuwa malaika. Sasa mwamba kesho yake anatoka tu nje ya domi lake, anashangaa kuna watu kibao wamebeba wagonjwa wamemletea hapa kwamba tunaomba tutibie watoto wetu bana, haiwezekani ukatufanyia mambo ya ajabu namna hiyo. Na wengine wakaanza kumwambia, tumia uwezo wako ule wa kichungaji uliokuaga nao kipindi kile, watibie ndugu zetu. Lakini mwamba akitazama uwezo wake wa kichungaji sasa hivi hana. Na huu ubaya wote umesambazwa na mwamba Meyoshini ambaye anasema kwamba tiba ya magonjwa yote yanayowasumbua ndugu zao ipo kwa mwamba Young Mo, ndiye anayeweza kuwatibia. Hasa wakati mwamba amebanwa ipasavyo, haelewi hata akimbilie wapi, ghafla tu bidada Hakim akaja akamtoa katika lile eneo. Hili tukio liliweza kushuhudiwa na yule makamu wa rais Mwamba Joe, na hapa aliapa kumfanyia kitu mbaya bidada Hakim. Lakini mwamba licha ya msaada aliyokuwa amepatiwa na bidada wa kuweza kutolewa pale, bado akaendelea kumtajia bidada maneno mabaya na kumtoa nje pale. Akasema, acha shobo bana, ondoka, kaa mbali na mimi. Yani anatoa bidada ili bidada aweze kuondoka, asiwe jirani na yeye. Na kila zinapofika nyakati za usiku, bidada Hakim anakaa ndani anawaza, anafikiria atafanyaje kuweza kumsaidia mwamba Young Mo. Lakini siku ya kesho yake akawa amemfuata, na bidada alikuwa anamwambia jamaa kwamba nitapambana kwa ajili yako mpaka ushinde. Lakini mwamba akasema, kaa mbali na mimi kabisa. Lakini bidada akasema, nayafanya haya kwa sababu nakupenda na sioni hatari kabisa katika kupoteza chochote nilichonacho kwa sababu yako. Mwamba aliyasikia maneno ambayo yalipenya mpaka ndani ya moyo wake, na kadri anavyozidi kuingia katika mahusiano na huyu bidada ndipo anapopoteza nguvu zake. Lakini wakati huo raia tayari walishafika katika hilo eneo, akasema, jamani, Young Mo huyu huko ambaye ana tiba ya watoto wetu. Na watu wakapiga magoti wakiwa naomba, tafadhali tunaomba tutibie bana magonjwa yetu, mbona unatutesa hivi ndugu yetu? Lakini mwamba Young Mo aliweza kushtuka kwamba Jooni amejiingiza katikati ya hawa watu na ndiye ambaye anayeongoza sana haya matukio. Basi moja kwa moja akamnyoshea kile kisu ambacho kina nguvu za kumuua shetani, na mara ghafla tu mwamba Jooni akajitokeza, na haraka sana Jooni akajionyesha katika taswira yake, kisha akatoa amri kwa wale watu wote na wakaanza kumshambulia mwamba Young Mo kama kawaida. Na lakini kadri walivyokuwa wanazidi kushambuliwa, Young Mo akaamua kutumia uwezo wake wote wa mwili, na ghafla akaweza kumlinda bidada kutokea kwa wale watu wabaya, na wale watu wote macho yao yakabadilika rangi kutoka wekundu kuwa kawaida. Hasa mwamba kwa kuwa alichoka sana, akiwa amepelekwa katika chumba cha kupumzika, yule malaika kutokea kuzimu akasema, wala hizo nguvu hazijaja kwa sababu Mungu amekusaidia, bali hizi nguvu zimekuja kwa sababu watu wengi wanaamini juu yako. Yaani kumbe inawezekana watu wakawa wanakuamini sana kiasi ambacho wanakuja kwako na wanapokea uponyaji ama uzima. Kumbe ni kwa sababu tu ya namna ambavyo wanakuamini, ila kiuhalisia akamwambia kwamba jamaa ameshapoteza muunganiko wake na Mungu. Na huyu malaika wa kuzimu akasema, nina uhakika wa 100% zote kwamba bidada Hakim hatoweza kufa kwa sababu wewe utaweza kumlinda. Sasa bidada Hakim ndo akashtuka kwamba tena nitatakiwa kufa mimi, ina maana kulikuwa kuna mpango wa kuuliwa. Bidada akataka kuondoka kwa hasira, lakini mwamba akamzuia, akamshika mkono, akamwambia, hapana, hatakuwa na mpango wa kukuua, bali mimi nilikuwa na mpango wa kukulinda. Na jamaa akazungumza wazi kwamba sababu ya mimi kupoteza nguvu zangu za kushindana na mashetani ni kwa sababu eti nilikuwa nimeingia katika mapenzi na wewe. Inasemekana kwamba moyo wangu mimi umekupenda wewe, na mimi sielewi nini maana ya kupenda ujue. Na niliambiwa kwamba ili nguvu zangu ziweze kurudi, niliambiwa nikuue wewe, lakini mimi nilikataa kabisa yani. Lakini ni kama vile bidada alikuwa haamini kabisa. Sasa mwamba ili kumwaminisha bidada akamvuta kidogo, kisha akampiga bonge la kesi. Kwa mara ya kwanza bidada akawa amekisiwa na jamaa. Mishale ya usiku mwamba Young Mo akachimba katika maeneo ya mahospitali na akawatibia watu wote ambao walikuwa wanaumwa magonjwa kutokana na zile bidhaa ambazo zilikuwa zimezinduliwa. Na kila mtu aliyeweza kutibiwa alieleza kwa vyombo vya habari kwamba mtu aliyeweza kumtibia ni mwamba Young Mo. Habari zikatapakaa tena kwamba Young Mo ametumia uwezo mkubwa kuweza kuwatibia wagonjwa wote. Kweli mheshimiwa Joe alipopata hizo habari akamfuata yule mwanamama, kisha huyu mwanamama akasema Young Mo anajua nafasi yake, sio wewe mpumbavu. Akaanza kumshambulia hata huyu shetani. Huyu shetani akakimbia.
kumshambulia. Hasa watu walivyokuwa wamepata habari ya kwamba wameshindwa kutii oda ya yule mwamba Joe kuweza kumshambulia mwamba Yang Mu baada alipokuwa amewaamuru, watapitia matatizo makubwa sana, wakawa wanaogopa kwamba wanaweza kauliwa. Lakini bidada Kim akasema swala la kifo ni mtu mmoja tu anayeamua, ni malaika mtoa roho. Kama asiporuhusu hata ujilambe risasi ya kichwa utapona tu. Kwa hiyo msiwe na hofu kabisa, huyo mkuu wa mashetani hatawafanyia kitu chochote kibaya, kwa sababu malaika mtoa roho tunaye na tunatamba naye. Basi watu wakaanza kujitokeza mbele ya umati na kueleza namna ambavyo mpango ulikuwa umepangwa mpaka mwamba Yang Mu kuingizwa katika matatizo. Basi afande wakawakamata hawa wakina Meiyoshin wakawatia ndani kwa kitendo cha kueneza uongo, na hiyo ndio ikawa namna ambayo mwamba Yang Mu alikuwa anasafishwa kutokea katika jamii juu ya uovu ambao alikuwa ametangaziwa kwa muda mrefu. Lakini aliyekuwa anatafutwa ni mwamba mmoja tu, Joe, ambaye ndio yule makamu wa rais. Huyo ndo anatafutwa sasa, kwa sababu ni shetani, wakawa wanashindwa kumpata kwa sababu haieleweki anaishi wapi. Sasa mwamba Yang Mu akawa anamkumbuka yule dogo aliyekuwa anaomba msaada kwamba wana kundi la sanaa ambalo wanakulaga nyama za watu na kunywa damu za watu, anahitaji msaada. Ndo akakumbuka kwamba kuna bwana mdogo aliniombaga msaada. Itakuwaje katika episodi ya pili kwa mwisho? Itakwenda kutupa kitu gani? Hebu bwana, tukutane katika episodi ijayo, itakwenda kutupa majibu. Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kusalama ya subscribe.